Na mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu, na kabla niwape nafasi hapa Bosco aweze kuchangia, alafu tuendelee na ndugu yangu Ikua katika maoni yao, na pia kuangalia je, wakati umefika tubadilishe siasa zetu wanapokuwa tunafanya campaign, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa kwamba wale wagombea wote wanaweza badilisha na wakasimamisha na wakatuliza moto uliopo hapa nchini Kenya, kwamba kila mtu anapokuwa anajitokeza kuomba kura, je, wakati umefika tubadilishe namna ya kuomba kura, tuwe na lugha tofauti ambayo itakuwa inaonyesha kwamba yule ambaye unamshabikia anaweza pata kura nyingi na anaweza pata kura chache. Uikubali kuanzia mwanzo, ndio hata matokeo yakishapita haitakuwa na kuoteshana vidole vya lawama, lakini ile lugha ya kwamba lazima iwe mimi ambayo inaonekana katika pande zote mbili, walio serikalini, wanaoshabikia serikali lazima iwe mtu wetu, walio katika upinzani lazima iwe mtu wetu. Nafikiri pia lugha imechangia yale yanayoendelea, lakini kwanza nipe nafasi tuelekee katika sehemu tatu tupate maoni, hata wao wanachangia kuhusu mada inavyoendelea. Tuanze na Machakos, alafu tuchangae na Samburu na sehemu nyingine, alafu tukirudi nitaendelea na ndugu zangu wakitoa mafunzo kuhusiana na chaguzi ndogo zilizofanyika. Baada ya uchaguzi mdogo ulioendelea sehemu tofauti katika nchi yetu ya Kenya, leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tupata fursa tena kuongea na wananchi kuhusu nini wanafikiria faa kufanywa na nini ilifanywa vibaya katika hizo chaguzi ndogo. Wacha tusikie wanayapi. Anza na majina na utueleze. Kwa majina ni Robert Wambua, na what I want to say is that kuna vitu tumeona katika hii chaguzi ndogo ambazo zimepita ambazo ni vitu zimekuwa zikitushangaza. In the former regimes we have not seen government spending a lot of money as much as what we've seen in these by-elections. Tumeona pesa vile imemwagwa kule Beere, tumeona pesa vile imemwagwa Maleva, tumeona pesa vile zimemwagwa katika sehemu zote zilikuwa na uchaguzi ndogo. Na hiyo pesa ni pesa inatoshelezea kuleta maendeleo katika nchi ya Kenya. Hiyo ni pesa inatosheleza kulipa hata walimu wa JCS ambao wako na shida ya kuandikwa kazi. Pia ninataka niseme kutoka kwa niambia watu wa IBC, we are not happy on how the IBC issue our IBC inaendelea kufanya mambo yake, kwa sababu IBC inafaa kuwa sahihi tayari imeongea kuhusu zile vita, the violence we've seen in different areas mahali kulikuwa na hizo elections. Hatujaona wakiongelelea mambo za mahoteli ambazo zilipigwa mawe, hatujaona wakiongelelea mambo ya magari ambazo zilichomwa. Kwa hivyo inamaanisha IBC is not independent and we are not happy about that as a nation. Thank you. Mimi ningependa sana kuzungumzia haki na usawa katika uchaguzi, kwa sababu hata jana umemsikia kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akitoa madai ya kwamba president alipiga simu. Unapigia askari simu, una control ukisema mtu fulani lazima ashinde kwa vyovyote. Hiyo sio haki na hiyo sio usawa. Na ningependa sana kuuliza IEBC, kwa sababu tunasema nyinyi ni Independent Electoral and Boundaries Commission. Lazima mhakikisha kwamba nyinyi mko independent. Ikiwa rais mwenyewe atapiga simu kuwashawishi askari vile wataendeleza hii mambo ya security. Hata uliona baadhi ya viongozi wa opposition walikuwa tayari wamenyanganywa security even a day before the election. Hiyo ni kusema nini? Kwa hivyo tungependa sana kuona nchi ya Kenya imehitimu, kwa sababu tukizungumzia demokrasia, lakini wakubwa wa serikali kianzia na president apigia askari kucontrol election, hapo hakuna democracy, hapo hakuna haki na hapo hakuna usawa. Asante sana. Na hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Machakos, ambapo pia Machakos kulishuhudiwa uchaguzi mdogo wa kiti cha MCA katika eneo la Mumbuni North. Anton Kisoi ndiye aliibuka mshindi katika hiyo kinyang'anyiro. Nikiripotia kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Kufuatia kutangaza wazi kwa viti vya uchaguzi na tume huru ya mipaka humu nchini IEBC, tarehe 27 Wakenya walienda katika debe na kuchagua viongozi wao. Hata hivyo, hisia mseto zimeweza kuibuka iwapo tume hii itaweza kutekeleza majukumu yake na iwapo waliochaguliwa wataweza kufanya kazi jinsi inavyostahili. Na hizi hapa baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi katika mji huu wa Narok kutokana na swala hili. Kulingana na venye watu wengi hawajajihusisha, ni ile matokeo walikuwa wanaofia kama itatokelezea mbaya ama sawa. Kwa MCA mimi nilikuwa natarajia tu mwenye atapita atuendezee na atupeleke na njia mapamba ya Narok, na asiegeme upande mmoja aseme ati hawa ni wa Kikuyu ama aseme hawa ni wa Masai ama aseme hawa ni wa Kali. Bora amechaguliwa
akae akielewa bado hiyo kura si ya jamii moja. Sisi Kenya tunafanya huku Kenya ikue duniani inajulikana, isikuwe furugu. Wachana na hizi kubwa, lakini yule MCA kuchaguliwa hapa, na tuliona kwamba upinzani ndio ilichukua hii area. Sasa serikali ama hii broad based government inastahili iangalie vizuri sana, kwa sababu hii chama ndio ilianzishwa juzi karibuni. So wako na kazi kubwa kuingia mashinani kwa convince watu. Matarajio yangu kwa Mheshimiwa Douglas Maskonde, tunatarajia mengi kwa sababu is a youth, a young person full of energy, and we want to give the leadership to the youth. At least tunataka mabadiliko mengi huku town. Tunataka kuona town ikiwa imeng'ara, watu vijana wamepewa kazi na amefanya yale mambo tulikuwa tunataka kufanyiwa hapo na mbeleni, na yule MCA alikuwa ama yule mwenye tulimpoteza, lakini hakuweza. IBC ilifanya kazi yao vizuri, hawakukubali kuhongwa, hawakubali kukonfusiwa, walifanya kazi mzuri. Kitu ya pili, nataka kushukuru wananchi wakazi wa Narok, Oleleshwa walifanya kazi mzuri, manake walijichagulia kiongozi ambayo walikuwa wanataka. Hawakuchagua yule kiongozi alikuwa anatakikana na mtu mmoja. Mimi nilikuwa mtu wa kudate, lakini nilivyoona vile Douglas alikuwa anafanywa tukabadilika, na tulikuwa tunapenda kudate. Lakini kitu ya kwanza nataka nishukuru IBC kwa sababu walisimama kidete, hakupendelea upande wowote. Na nataka kuwaambia muendelee hivyo kwa sababu hiyo ndio kazi yenu. Serikali ilijaribu kuja kwa hizi kura na pesa, lakini wananchi wakafanya jitihada zao, wakafanya haki yao. Kusema kweli, pesa ichagui kiongozi, mwananchi ni anachagua kiongozi. Na mimi naomba wananchi Kenya mzima mahali wako, tunaelekea uchaguzi wa 2027, tumebakisha 1 year and 6 months. Tafadhali wa Kenya, na waomba kwa heshima sana, msifuate pesa, sikizeni sauti ya Wakenya. Ruben Motochi, runinga ya Citizen. First of all, my name is Simon from Mara County, Samburu County. Mimi ningetaka kuchangia mada hapo kwa Gen Z. Reason wakati hatu kujitokeza, ukiangalia like kama voting stations zingine kulikuwa na furugu. We as a Gen Z unge expect nini wakati tungefika hapo furugu ingejaa na ingesababisha vifo. Na hii Kenya yetu kwa sasa hatufai kuangalia maneno ya vita, tunafaa kuangalia maneno ya development. Alafu tena ukiangalia like kama commissioners wa IBC wanafaa pull up their socks to train about free and fair election. As common mwananchi hapa atakuja kuumia. So tungependa kutupa malalamishi yetu kwa IBC na police, you must do your job. Si lazima mtumie kifua ndo something ikuwe happen. Na kwa wakati huu vijana population yao ni nyingi, ni zaidi ya 8 ama 10. Hao wote wakijitokeza watakuwa na nguvu ya kuelect ile mtu ambaye wanapenda. Kitu kingine tena ninahimiza IBC, nataka watayarishe kura ambayo ni free and fair elections. Hatutaki furugu kama zamani wakati ya violence ile ni nini 208 irudi kwa Kenya. Na pia polisi na waimisia hawa wasitumie excessive force, kwa sababu naona wakija kwa mambo ya kura wanatawanya watu na nguvu na watu wengine wanaumia. Na tena pia wapinzani ya serikali wananyanyaswa kama kina Gachagua. Wangewacha tu atoe maoni yao, hata hao wanatafuta bahati yao. Kwa hivyo mtu akitaka kujipima si kupigana. Zara IBC needs to carry out Zara civic education kueleza wananchi tofauti ya kupiga kura ya salama and creating chaos. And this is what should be done. Na hiyo ndio maoni yangu. Asanteni. Thank you. Very nice. There are a lot of lessons to learn from that election. Mabaya na mazuri. From all the actors, there are elections.
kutoka the police, chama, mashama, wananchi, vijana na hata voters. Tuliona a lot of chaos zilifanyika. Tuliona vita, furugu zilitokea katika election centers ama voting centers, na hiyo ni kitu haikubaliki. Kwa hivyo maoni yangu nikiwa ordinary Kenyan ni kwamba wakati wa elections kila mtu na achukue jukumu lake vilivyo. Kama ni police, wacha wafanye kazi yao vilivyo. Chama na viongozi wa mashama wako na jukumu ya kupatia restrain their voters from creating chaos. Na bila shaka hisia mseto kutoka maeneo tofauti, na mzee amemaliza anasema kwamba kweli aliona mengi tu katika pande zote mbili. Aliona vurugu, aliona mambo yasiyoeleweka kutoka kwa kila mtu, kila eneo lilikuwa na chaguzi ndogo hapa, na pia vile tunaendelea na ndugu zangu kuweza kuchanganua tu baadhi ya maswali, na ukiangalia watu wengi hawakuridhika pakubwa na jinsi ambavyo kampeni hizi ziliendeshwa na kifua, ziliendeshwa na maneno makali, na wakati mwingine zile cheche za maneno zinakwenda hata siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, na ndio zinaleta kuona kwamba kuna magari yanachomwa, kuna watu wamesukumana na vitu kama vile ambavyo havipendezi. Maana ukikumbuka taifa linapotokea na tukijiuliza hii tu ni by election, hali ni je, uchaguzi mkuu ujao halitakuwaje? Kwa mtu ambaye alipoteza mama yake baada ya ghasia za baada ya uchaguzi, kwa mtu ambaye ni mlemavu sasa hivi kutokana na uchaguzi, kwa mtu ambaye sasa hivi amebakia aishi katika ardhi iliyokuwa kwa sababu ya uchaguzi, akiona vitu kama hivi anajiuliza maswali mengi. Tutajifunza lini kama taifa? Mwanzo niseme uchaguzi uliopita umetufunza mengi sana, na niseme kwamba bila kufunga macho, kamera ni gani ile, watu wa Mbeere wamekataa matusi ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua kuja pale Mbeere North kutukana kijana yao ambaye kutoka independence 1963 hakuna mtu ambaye amepata cheo kama kile Mount Kenya East. Hii vita ya Mount Kenya East na Mount Kenya West huwa iko, na usidanganywe. Tukipiga uchaguzi watu wa Meru na Tharaka Nithi na Embu huwa tunaitwa Adwaito watu wetu. Tukipiga kura mlima inapanda, tunaambiwa wale watu tumumeru so ile vita imekuwa. Rigathi Gachagua ndiye amemharibia Karish ule uchaguzi. Sababu ya nini? Amekuja akaanza matusi kwanza wanawake. Gavana, swali kimoja ili tu maana tukizungumza sana yupo itakuwa mtiakita. Kwa swali moja ambalo ni muhimu, mbona ubabe wa watu binafsi, mbona ubabe wa jamii na jamii, kabila na kabila ndio upewe kipaumbele kiasi cha kwamba mambo yote yasimame? Nipe nafasi niwafunze hawa. Especially huyu mkabila, sababu ameniuliza kabila langu na sijua nataka alifanyie nini, na ukituita hapa kutuuliza kabila zetu. Nataka kusema hivi, mambo ya violence katika pale Mbeere North na katika mambo ya kugawanya watu, nataka kumnukuu my professor Gladys Rotich katika darasa la Philosophy of Politics ya PhD. Alitufunza akatuambia hivi, katika Afrika mambo matatu manne huwa yanatawala siasa. Jambo la kwanza ni pesa, jambo la pili ni ukabila, jambo la tatu ni power of incumbency. Kama sasa serikali nimewashinda hawa sababu serikali ndio imekuwa katika uongozi. Jambo lingine ni strength of political parties. Mbeere ukiangalia vizuri, jambo ambalo hawa hawajui, Mbeere South na Mbeere North hakuna kiongozi mmoja aliyechaguliwa na chama ya UDA. Na Mbeere North wako na historia ya kuchagua viongozi ambao wanaonekana na vyama ndogo kidogo. Kwa kusema nikupe mfano, 1997 walichagua Cyrus Sita na chama cha Democratic Party against KANU. 1992 wakachagua Gerard Ndwega KNC kachama kadogo against KANU. 2002 JB Muture alichaguliwa wakati ule wa Mwenge ile ya kina Raila na chama cha KANU against Mwenge. 2007 walichagua Leni Kivuti na chama cha Muite Safina. 2013 walichagua Nchakagwa na chama cha APK Mbas against TNA. Roko juzi amechaguliwa na chama gani? DP against UDA. So najaribu kusema hivi, vyama huwa vinachangia pakubwa, lakini ukiangalia vizuri haya mambo ambayo yanatumika katika siasa katika kukawanya watu vimekuwa mbaya. Siasa za chest thumping. Rigathi Gachagua alikuja akasema vijana katika miaka 18 kwenda 35 watoke. Rigathi Gachagua, kumbuka, ndiye alituambia 2027 itakuwa kama Christmas. Labda ndio maana wanajaribu kufanya haya mambo, na hivyo ni vibaya sana. Tukitaka pale tunapoelekea mbele tuwe na mambo ambayo si ya vita na ya kusaidia watu, ni viongozi ambao hata wakati wa siku ya uchaguzi
Kusiwe na viongozi wanatoka polling station moja kwenda nyingine kuinsight watu. IBC ninawapea changamoto. Code of conduct ni vizuri ifuatiliwe na ikuwe implemented. NCIC, DPP, polisi wapewe training na pia wapewe budget, iongezewe capacity build strength, whereby hawa watu wakati wa uchaguzi wawe na uwezo, na hii uwezo ya kutemi hizi vitu ni kuanzia kwa hate speech kabla hata tufike kwa uchaguzi. Ukiangalia kama pale mbele ulioendelea, kwa sababu unaichukuliaje kiongozi atoaje kabla nataka ikuwa litafakari hili Bosco hapo ukizungumza unamzungumzia Rigathi. Ndio. Mbaya akizungumza anasema kwamba wale wa pande ule ambao wanaongozwa na rais ndio ambao walikuwa wanaeneza kitu fulani. Ndio. Ikifika mahali kwamba kila mtu anatetea upande wake. Lile zuri tutaliangazia na lile baya tutaliangazia. Sapotea. Ndio. Na uende tukakutana na zuri tena siku za usoni ama tukakutana baya tena siku za usoni. Mimi nasema hivi na nataka waelewe vizuri. Siasa ni haya mambo nimekutajia, pesa, incumbency, chama, mambo kama yale. So hata uchaguzi wa 2026 February wa IMC wawili wajua watanyolewa vile vile wasipochunga. Watu wa Kenya wanauliza vipi? Hawa watu wa upinzani world over, viongozi wa upinzani ndio huwa wana wipe watu waende wachague kuchukua kura. Kama sasa tunaona vijana hawachukui kura kwa vyovyote, wanachukua kwa kidogo sana. Hao wanasubiri watoe kura wapi za kungatua serikali kama hata wasukumi serikali kutoa pesa. Tukimkumbuka Raila Odinga, may soul rest in peace. Raila alikuwa na sukuma serikali. Kama sasa kuna kitu wanafaa kufanya, genuine oversight ya IBC, si kufanya tu oversight kama sasa wamenyamaza. IBC sasa hivi wanafaa, upinzani, ingekuwa na waelekeza na wapeleka na waambia nyinyi IBC mfai kufanya hivi wakati kuruhusu mtu aje kwa polling station, mtu aje na nguo kama zile rafiki yangu alijanazo, mambo kama yale katika uchaguzi. Lakini mkinyamaza kama opposition mnangojea kupangwa. Na nilimkibalizia nasema hivi, inaonekana kwamba vizuri watu wa Mbeere North walikasirishwa na kuja kutukaniwa watoto wao. Acha nimpe Ikua, maana Ikua alikuwepo Mbeere North katika umeweza kusikia kauli zinazotolewa na Bosco. Anasema kwamba si tu kwamba upande wa upinzani haukuwa na ajenda wakati wa kampeni, lakini kimtazamo wake hata hawana ajenda ya kuweza kushinikiza zile asasi muhimu kuleta wajibikaji. Unajua, ningetaka kwanza kumuhimiza na kumwambia Bosco. Amekwambia akikujibu kwamba anataka kutufunza. Mtu mwenye anaonekana vizuri, mwalimu aliyemfunza kule kufanya PhD, hakumuelewa vizuri. Kwa sababu ningetaka kuambia wale wasomi ambao tumeenda shule, kama masomo uliyosoma hayakufanyi ukawa binadamu mwema zaidi, hiyo masomo ni bure. Hakuna mahali inasaidia. Kwa sababu namwambia Bosco namna hii. Umemuuliza swali rahisi, lakini hata kabla hajalijibu hilo swali ashairukia shingo ya Rigathi Gachagua. Kwa sababu tulipokuwa wadogo kule shuleni tulikuwa tunapewa kitu ilikuwa inaitwa poem. Na poem ulikuwa unaandikiwa na mwalimu. Alafu anaenda analirudia mpaka mtoto mwenyewe analielewa lile poem. Hawa watu ni kama wamepelekwa mahali, wameambiwa maneno ya poem, na ukienda mahali popote ukiulizwa swali rahisi, tumejifunza namna gani kupitia maneno yaliyotokea, unalirukia shingo la Rigathi Gachagua kwa sababu poem halikukwambia maneno ya nini. So nataka kusema namna hii. Jibu swali lako. Nataka kusema namna hii kulingana na swali. Hamna kitu cha maana kama amani ya nchi. Nataka kumsaidia kujibu hilo swali. Hata kama tutakuwa na maoni tofauti, hata kama tutakuwa na milengo tofauti, kitu ya maana zaidi katika nchi, na ukimwangalia hata rais anapokuja mamlakani anapatia kiapo ya kusema kwamba atalilinda nchi, ndio nchi iwe na amani. Nchi kuwa na amani ni kumaanisha hata wakati ambapo wewe mwenyewe uko na nguvu lile, wewe mwenyewe ndio uliokalia kiti, ulipewa ule upanga unaoashiria kwamba wewe ndio kiongozi wa nchi, unafaa kuwa mtu ambaye ni just, ambaye anapeana anazingatia maneno ya vitu tunaita rights of the people. Ukiangalia kule Mbele for example, ni nguvu ya serikali iliyotumiwa kutafuta kiti ya mtu anaitwa UDA. Nguvu ya serikali. Ila kulingana na demokrasia yetu, hatuwezi tukaongea tuko na demokrasia ila maneno tunayoyafanya, our action speaks different. Tungetaka kama tunaendelea mbele,
kama tunarudia hizo uchaguzi zenye nasema ati tukienda Februari tutanyolewa na wile wembe sijui nini, kama watu wanaweza achiwa huru kama ilivyoelekezwa katika katiba, waweze kujichagulia kiongozi wanayemtaka bila kuidhinishwa na bila kupushwa na bila kupewa maunga na bila kuhongwa na bila maneno zingine, utayaona matokeo tofauti sana. Ila nataka kuwaeleza watu ambao wako katika United Opposition going forward, ningetaka kusema hapa faragani, hii imeonekana kwamba hakuna maneno ya demokrasi, hakuna maneno ya uhuru wa kupiga kura, ila sasa ni mashindano ambayo with hook or crook, liwe liwalo, lazima nishinde, kwa sababu hiyo ndio itakayonipatia sasa mambo ya kusema. Tukiendelea namna hiyo kama nchi, sasa watu wataanza sasa kupigana, na hiyo itakuwa mzuri. Ningeuliza kwamba watu sasa waanze kuzingatia katiba yetu, kwa sababu hakuna kipengele ama hakuna kitu ambacho kinacho tuunganisha sisi wote kuliko katiba yenyewe. Maneno ya kabila hili, maneno ya watu hawa, maneno ya sijui kila kitu ukiulizwa unaelekea shingo ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni mtoto wa Kenya hii. Professor Kindiki Kithure ni mtu ambaye tunamheshimu sana kwa mambo aliyoyafanya, kufunza mawakili wengi na vitu. Contribution to the society is great. We have no problem. We cannot reduce. Hatuwezi tukaipunguza akili zetu sasa kama wasomi, kwa sababu ninaegemea upande ule, sitaki kufikiria maneno ya pande hii. Mtu akifanya jambo ambalo ni la maana, ambaye ni la maana, na inchi yenye haina upinzani ni inchi ambayo iko katika that is trending in a very dangerous ground. Unajua vizuri ya kwamba serikali yetu ilienda broad based government. Hata rais alipokuwa anatangaza pale Lironi alisema sisi kama broad based government tulishinda hizi viti. Upinzani ni nani? Ni nani atakayeangalia vile serikali inavyofanya? Na nataka Rashid, kabla nikurudishie, unasikia venye tunazungushana hapa, tufanye kampeni za maendeleo. Bwana, maendeleo gani muhimu kuliko masomo? Umesikia mtu kutoka Machakos pale anaongelea kuhusu walimu 20,000 wa JSS wenye hatujui kama anaenda shule Januari. Tulikuwa na mgomo mkubwa wa lecturers hapa university, watoto wamepoteza a whole semester. Ni maendeleo gani makubwa kuliko yale mambo ya uchumi ambayo watu wanapitia? Na kuelezea maneno ya uchumi, bona watu wa mbele wakachukua unga wakaenda kupiga vile kura walivyoambiwa. Nataka kusema namna hii. Hiyo ni mambo ya masomo. Na nataka kuambia watu waliosoma vitabu, ukikutana na vitabu zenye unasoma na unazisoma vitu zimeandikwa na wazungu kule, haimaanishi watu wa mbele walikuwa wameulizwa vile itaandikwa. Mimi nimesoma vitabu mingi, lakini mimi kule kwetu Ndaragwa maneno yenye ninaelewa ni ile tunaongea na wananchi wenye niko nao kule Ndaragwa, sio ile maneno nimesoma. Yes, shida na mahitaji yao, na vile unavyosema hivyo ndivyo tutakavyoendeleza hii nchi mbele. Sio kukibizana na vitabu halafu tunakuja kuzinukuu kila mahali tuonekane kwamba tumezisoma, lakini watu walio ground wanasema vitu vingine tofauti. Kwa naona na nukuu Bosco. Si mnukuu Bosco, ni daktari. Yeye amesoma. Hajasoma, unajua haina shida. Rashid, unajua mimi haswa hata contribution yangu nataka unajua kuna mambo hawa watu tutakuwa na kikao na Thuku na Bosco tutatatua kuwa na Bosco. Unajua kuna mambo wanatuambia sasa, kama iko umesikia vile anasema hapa, nasema usijui viongozi wa gani wasiende kwa campaigns. Hata ile demokrasia yenyewe tunasema Amerika, when they have Congress elections or gubernatorial elections, you find the president incumbent campaigning for the candidate of their party. Because anataka kupatia chama chake nguvu. Now, mimi ile haja yangu kubwa niko na haja nayo ni huyu daktari rafiki yangu Bwana Bae. Juu Bae wameform mazoea. Na I wanted to collect. Akisema kitu anawekelea proof. Umesikia Bae akituambia, unajua wamezoea kudanganya watu huko nje na hakuna mtu anawashareji na hiyo uongo. Today tunawashareji hapa. Umesikia Bae on national TV akisema kuna watu walienda mbele wakapiga kura na sio wa huko. Hiyo ni sasa hata sijui anatushukuaje. Sijui anashukua wa Kenya aje. Walisema hata Honorable Wamuthende sio registered member huko. Do you know if that kit does not recognize you cannot vote? Nyinyi mnatudanganya nini? Hawa watu wamezoea. Umewasikia hapa IG akisema vile, IG wa polisi akisema vile lazima tu contain hapa na pale, wanaanza kumthreaten, tutakupeleka ICC. For what? Haya, Bae yuko hapo. Umesikia tena akiongea mambo ya betrayal. What betrayal? Na naenda anasema sijui I was betrayed, the other was betrayed, I don't know what. You see, it was unfortunate and we would not have wished
the former deputy president, mambo yende vile ilienda. But we have had leaders in central Kenya. We have had Kibaki, we have had Matiba, we have had Jomo Kenyatta, we have had Uhuru. Sio kusema tu akiondoka ati ndio kabila nzima imeondoka. No. The thing is this. Kwanza hao viongozi wote, hakuna mtu ashawahi kuja kwa jamii yetu akasema mimi ndio kingpin. A kingpin is made by the people, the communities leader. Tunakusoma, tunasema ni wewe. Na ndio mimi nasema na naambia bwana Bae waende wajitayarishe. Sisi wasiseme ati ni wao wako kwa mlima ati ndio watatamani nani huko. Sisi tumesema tuko na Profesa Kithure Kindiki. Wao wakuje na mtu yao, walete ajenda yao. You know you can. Wao wanasema ushindani wao ni wa Rigathi Gachagua na rais. No. Wait, for what? We don't want personal fights. The president wanasema mbebetri community, kwani watu wangapi amefuta kazi? This president, the one that is on the seat, deputy president Mount Kenya. Na niseme hivi, uniruhusu Rashid. Hii imaginary war ya east and west of Mount Kenya, it should cease immediately. Sisi tumekuwa na viongozi wametoka west since independence. Waembu, Wameru, hiyo Wadharaka, Wambere, they have always supported us. Wakati kuna kiongozi ametoka huko, what do we want to show them? Ati sasa ni matatizo, tunaanza kujiita sisi ni west. What I'm saying is this. From where we sit, me I have no problem at all. Na mimi hutawahi hata nisikia nikimtusi huyo Mheshimiwa Rigathi. But what I'm saying is this. The current political dispensation, sisi imetuweka upande moja na Mheshimiwa Kithure Kindiki. Na nimeeleza hapa, nikasema sisi wale ambao tunaamini kwa maendeleo, tumemshika Mheshimiwa Kindiki atuongoze, atushikanishe na serikali nyingine, na hata tukienda huko mbele sisi hiyo ndio tutakuwa tumeshika nyuma yake. Na niseme hivi, tuache kuinsight watu yetu that the president is fighting the community. Let me say this, because it's good to speak the truth before God. I sat in one sitting with the current president not very long ago. Rais akasema hapo, mimi I don't have any fight with the people of Mount Kenya. If not for them, I would not have been a president today. What is there? My fight with an individual should not be mistaken for a fight with the community. And the president told us, ile maendeleo nitafanya huko Mount Kenya, hiyo naambiwa itanaipiga. Nyinyi mtakuja kuniambia kama kweli mimi mtaona kama niko na vita. Kwa hivyo hata hiyo mnasema sisi, mnasikia Rashid, sisi tukisema sisi ni watu wa two-term, tunasema two-term based on the development projects. Kuna swali moja ambalo hatupaswi kuzungumza masuala ya ukabila, lakini nafika mahali labda kulizungumza ili kuweza kuelimisha watu. Kwa sababu unasema kama watu wa mlima, mnasema nyinyi hamuoni tatizo na rais, wala rais ana shida na eneo la mlima, na yeye ni mtu ambaye anataka kuleta maendeleo na kadhalika. Hapa Peter Mbayo upande wa pili anakaa akisema kwamba kama ulivyosema kwamba wamesalitiwa na mtu ambaye unasema kwa sawa. Kwa pili naona kwamba kweli kutegemea mengi kutoka kwa rais, kimtazamo ni kwamba haitakuwa hakutapatikana matunda, ndio maana wanataka kutafuta mtu mbadala wa kile kiti cha shauri. Sasa tumesema hivi, ngoja nirudishe ndio umpatie. Tumesema ni bahati mbaya ya kwamba vile tuliingia kwa kiti Mheshimiwa Rais Ruto akikalia, Mheshimiwa Rigathi akiwa naibu, vile ilifanyika sio zile tungekuwa tumeomba. But juu hiyo mambo ilifanyika, na kukawa na kutoelewana kati ya rais na naibu wake wakati huo. Hizo vita sio vita za jamii, hiyo ilikuwa ni vita ya watu wangapi? Wawili. Na ndio unaona kama ingekuwa ni vita ya jamii, rais angekuja aondoe Wakikuyu wote wako kwa serikali. Rais angekuja aondoe mtu yote ako kwa Mount Kenya kutoka kwa serikali. But after that fallout, alirudi mtu Mount Kenya, akarudisha kiongozi mwingine huko. Mawaziri wote, hata akatuongezea waziri wa agriculture hakuwa kwa serikali akaongezwa. Chairman wa revenue Delitu Muridhi akaongezwa. So let us not mislead our people. Tutuambie ni Wakikuyu wanapigwa. There is nothing like that. Na ya mwisho Rashid, ya mwisho kabisa, ya mwisho ni ya hii, unaona hiyo kama vurugu ilikuwa jana. Wanasema ni serikali iliwapiga. How? Kama tungetaka kuwapiga tungewapigia mbele. Sasa tuanze Peter Mbae na daktari, chukua muda wako. Maana nafikiri nyinyi mmetoka eneo
pana la mlima. Umesikia anachozungumza Thuku ni kwamba tunageuza kuleta uhasama na vita ambavyo havistahili kuwepo. Yes. Unalichukuliaje kwanza tukianza na hapo? Niseme hivi Rashid. Kwanza wakati tuko hapa tunaongea kupigana mlima this west na west na east, kuna mtu ako mahali anapiga makofi anasema kuna mtu tu wanakula kama jioni kaongezwa mahindi choma, this is it. Please, let's be very careful. Siku hizi tukiongea mambo ya Ukambani kwa mfano, kuna yule kiongozi ambaye anaheshimika pale, ako na usemi. Mheshimiwa Raila Odinga amekuwa kiongozi kutoka, yes, amekuwa na ODM ya Kenya mzima, alikuwa na usemi upande ule. Okay, kuna yule ambaye ako na usemi sehemu nyingine. Na ningependa niseme from the word go, muache kupigishwa vita ya wenyewe ya ile kusema mambo ya ukabila. Kupiga watu mkiita wa kabila. Let me tell you today, hakuna kitu mbaya mtu kuwa ametoka jamii fulani. Hakuna kitu mbaya kama hiyo. Number 2, Rashid, hakuna kitu mbaya kufanya kitu inaitwa political mobilization based on religions. Kusema hivi, yani watu wa jamii fulani because hawezi pata ushindi for example wa rais peke yao, kujiunga, wanatoka kwao, wanaingia kwa meza ya kitaifa, wanatafuta marafiki, wanaunga mlengo fulani. There is nothing wrong. Hii ni kitu narrative yenyewe tunataka sasa kuanza kuingizwa uoga. Kuna shida gani ya jamii ya Wakambani kwa mfano, ya Wamasai, ya Wakisii, ya Mijikenda, ya Northeastern, ya Rift Valley kwenda kufanya political mobilization? Look, from 1923 rais alikuja na URP, ndio akaungana na TNA, akakuja pia na timu nyingine, akaungana na timu nyingine. There is nothing wrong with that. Kwa hivyo hii uoga tunaweka kwa saa yote ati mtu anaweza hata imekuja mpaka studio. Yani watu wamekunyweshwa tu kasuba huko nje, wanaleta studio kuja kuita watu wa kabila. That is, hiyo ni mambo ya zamani. Wacha tuseme hivi. Nataka kunishike Rashid. Tumesikia pale watu wakisema, watu raia, na unajua hii ni venye tu sisi wote tungetosha kwa show. Hata wale pia wako wanafaa kuwa hapa kwa show. Wale wanatusikiza huko. Wamesema hivi, 90% hawajaridhika na vile uchaguzi uliendelea. Wakasema serikali ilitumia pesa mingi. Pole kwa kutaja the amount, but I want you to imagine, Rashid, ukiwa hapa ni pesa mingi. Pesa mingi wetu, pesa mingi. Lakini wacha nikwambie, hiyo pesa iko kwa budget. Do you know what happened? Bajeti ya serikali ilikatwa na zaidi ya bilioni 300. Hiyo pesa ikawekwa recurrent expenditure. So when you hear anybody wa serikali kuambia maendeleo, hiyo ni X. Because kama serikali inaweza kata pesa ya maendeleo na iko pale kwa budget, wakarudisha ile pesa ambayo inaitwa ile pesa inaitwa confidential vote, ile unaweza tumia bila kukuwa accountable, yote ikarudishwa 5 billion kwa ofisi kubwa za serikali. Ndio kazi yake ndio hii. So wakati mnaambiwa mtalipa fees kuanzia Januari wa wananchi, hii ndio pesa yenye ilitolewa, yenye inaenda pale kwa siasa, ile pesa ya SHA, hiyo pesa ya masomo, ile mahuduma zote hatupati. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi kwa kifupi tu Rashid. Tusigonganishwe hapa bila sababu. It is a true light ya kwamba Rigathi Gachagua kwa mfano ashikandishe mlima Kenya, alafu atoke akuwe na marafiki Ukambani, Umasaini, Ukisii, Western, kila mahali Kenya hii. Because ya kujenga serikali. I want to assure you this. Rais alichaguliwa na 47% katika mlima. Rais huyu tu sisi ambao tulifanya hiyo kazi 47%, saizi iko less than 5%. And I can tell you, mlifanya kitu inaitwa Ruto at 3. Ruto at 3 sisi tulifanya ni media, kila mtu alipata 70% watu disapproval. I can tell you, mambo ya maendeleo wa Kenya wengi wamekasirika. Then tukienda mambo pengine mahali yameungwa mkono na maeneo kama ya mlima Kenya, Rashid, I can tell you, hii mbele hii unaona saa hii watu wote wamekasirika, wanangojea the next chance to demonstrate what will happen 27. Umeuliza swali mzima sana. Kutaendelea aje pale mbele? Mimi nikwambie kitu namna hii. Sisi ni watu viongozi ambao tunataka solutions. Rashid, seated with you here. Tunataka kwanza tujiulize kama IBC, vile IBC tutaitegemea kuendelea mbele. Na sisi hatutaenda kuua IBC mzima, hapana. Tutachukua individuals. Kama wewe ulienda ukahesabu kura, kwa watu ambao unajua vizuri sana, waziri alikimbia na Saduku, mtu wa IBC pale mbele, utatuambia kwa nini haukuweza kusikiza matoko ya watu wale wengine. Ya mwisho kuna swali nitaka nguulize kwa dakika moja kabla nichukue mapumziko kufuta kwa nafasi zungumza. Kuna kitu umezungumza ukasema, umetoa mfano. Ninafikiri hapo ndio kuna suluhisho kwa kinachoendelea mlima kama uliweza kuzungumza, kwa sababu umesema kama ukatoa mfano wa marehemu Raila Amolo Odinga kwamba ana ushawishi, ukatoa mfano wa Ukambani na bwana Stephen Kalonzo Musyoka, na ukasema pia vile vile kwamba hapo mnajaribu mtu ambaye atakuwa ndio kama anazungumzia kwa niaba ya eneo pana la mlima. Na hapa ndio kuna changamoto, kwa sababu unayempigia debe wewe unaamini kwamba ndiye anastahili,
Anempigia debe Thuku anaamini ndiye anastahili na ndiye demokrasia, kwamba yule auze wake, yeye auze wake. Je, tunaweza kuuza wagombea hawa bila matusi, bila vitisho? Maana mwisho wa kwisha nyote mnatoka mlima. Hapo ndio pana shida, kwa sababu watu wa Rigathi wampigie debe Rigathi kama kingpin, wale ambao wanaamini anafaswa Profesa Kithure Kindiki wampigie, lakini kwa lugha ambayo tutamwacha mtu wa mlima afanye maamuzi ya bila vitisho, bila kutukanana, bila kudharauliana. Inawezekana hiyo? Nianze, inawezekana. Wacha nikupatie example. Sisi wakati tulienda pale na amesema mara mingi ya kwamba tulienda pale hatujaipata DP. I wish wangeenda pale after kupiga kura, after siku ya mwisho ya campaign, mtu waachiliwe watu ya mbele wafanye uamuzi. Wacha nikwambie, sisi hatukwenda na shilingi 10,000 tukinunua maidi. Sisi hatukwenda na 5,000 kuambia mtu akikuwa assistant tutamlipa. Sisi hatukupiga risasi si Cargo Hall. Sisi hatukubeba, unakumbuka tukiwa watoto tulikuwa tunajaza football, ukishindwa na mpira unachukua unahepa nayo. Bwana hivyo ndio walihepa na saduku bwana. So mimi nakuuliza aje Rashid, sasa wewe ongea na hawa, sisi hatukuwa na shida na hatuna matusi, lakini I can tell you one thing is constant. Wacha nikuambie Rashid, wacha kuongea mambo mingi, wa Kenya wengi wacha tu kuombea mambo ya mlima. Na Rashid, let us not reduce this kwa kitu ya rais na mambo ya Rigathi Gachagua na mlima. Hii kitu ni national thing, watu wamekasirika, na hii 27 wanasema at power of incumbency. Kuna marais wa Afrika walienda one term. One term is constant. Na ajenda yetu ni moja tu. Sisi ajenda yetu ni moja tu kwanza. Mashida yenye tuko nao Wakenya wote ni one term. Hii mashida nyingine yote tutamaliza na executive. Tutarudi baada ya muda usio kwa mrefu mtazamaji, tupate nafasi pia wachanganuzi waweze kuchangia. Maana tupate kauli kwamba tunaweza kutofautiana kimawazo lakini pia tukakubaliana katika kutofautiana. Hii ndio kitu ambacho Kenya tunakosa. Tutofautiane lakini tukubaliane katika kutofautiana. Mengi baada ya muda usio kwa mrefu.